Katika Adobe Premiere Pro kuna effects nyingi sana, na ukitaka kuziona effects zilipo utakuja katika sehemu hii ambapo utaona kuna vichoro viwili. Ukiangalia vizuri utaona kwamba kuna effects panel. Sasa kama huioni effects panel, inawezekana kwamba umechagua pengine folder liko huku, kwa hiyo effects huioni kwa hapa. Sasa ukija hapa, ukibonyeza hapa, utaweza kuiona ile sehemu ya effects. Nasogeza juu kidogo ili tuweze kuona vizuri. Sasa sisi tutaangalia zaidi video effects pamoja na video transitions. Katika effects ya kwanza ambayo ningependa sana uijue na itakusaidia sana ni effects ya kustabilize video yako. Yaani kama video yako inatikisika ama ina shake. Sasa nataka nikuoneshe ni njia gani unaweza ukatuliza ile video yako na ikawa imetulia. Kwa mfano, hapa tutaangalia video yetu ya kwanza ambapo kidogo inaonekana kwamba inatikisika. Sasa nitasogeza playhead yangu mwanzoni. Sasa naichezesha tuione video yenyewe. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Sawa, unaona kwamba video inatikisika. Sasa hapa tutaweka effects ama tutaingiza athari ya kuweza kuituliza, na effects yenyewe inajulikana kama warp stabilizer. Effects ya kustabilize video inapatikana katika sehemu ya video effects, halafu utaenda katika distort, utashuka chini na utaitafuta warp stabilizer. Sasa hii ni namna ya kwanza kuweza kuitafuta effects yako, lakini saa nyingine inawezekana mambo mengi umesahau na hujui effects ipo katika folder gani. Una uwezo wa kusearch tu hapa. Ukija hapa ukiandika warp, itakuja warp stabilizer na utaweza kuichagua na kuifanyia kazi. Sasa ni jinsi gani utaweza kuweka effects katika clip yako ama video yako husika. Kuna njia mbili za kuweka effects katika clip yako ama video yako husika. Njia ya kwanza, una uwezo wa kuichukua hii effects na kwenda kuiweka katika ile video yako. Kwa hiyo hapo tayari nimeshaweka effects na hapa inafanyia kazi katika background. Sasa hapa tumeweka effects ya kwanza ambayo ni warp stabilizer, lakini kuna kitu cha msingi ambacho unatakiwa ukifahamu, nacho ni effects control. Kwa hiyo ushaweka effects, je, utaweza kucheza na hizi effects? Utaweza kufanya controls za effects sehemu gani? Kuna panel ambayo inaitwa effects control na inakuwa inapatikana katika sehemu hii. Kama pengine huioni hii effects control, unaweza ukaangalia katika sehemu hii. Inawezekana kwamba kuna vitu vingi umevifungua, ila kama hii haipo, utakuja katika window, workspace, halafu kama upo katika sehemu ya editing, basi uta reset to saved layout. Inawezekana kwamba kuna mtu ameihamisha ama imejifunga kwa bahati mbaya. Sasa hii ndio clip ambayo tumeapply effect yetu. Kwa hiyo tukija huku katika effects control, utaweza kuiona ile warp stabilizer ambayo umeweka. Kwa hiyo nikichagua clip hii, utaona kwamba haina effects ile ya warp stabilizer. Sawa. Sasa hii unaona kwamba kuna vitu vya kucheza navyo, lakini utakapoweka warp stabilizer baada ya kukaa sawa yenyewe, wewe hauna haja ya kuchezesha, kwa sababu inapojiweka inakuwa tayari inafanya kazi vizuri tu. Lakini kama utakuwa unataka kufanya mwenyewe vitu vya ziada, unaweza kuja kucheza navyo hivi. Sasa hebu tu play tuiangalie ile video yetu kama bado inatikisika. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, tunasahau kutazama uzuri wa dunia unaotuzunguka. Unaona kwamba imetulia. Sasa hebu niifiche hii effects kwamba tujalie kama haipo. Kwa hiyo ukija katika hii FX, basi utaweza kuificha. Kwa hiyo hapo ukibonyeza mara moja, manake hapa hakuna athari, haitaonekana ile athari ambayo umeiweka. Kwa hiyo nikija tena nikichezesha,
Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku, unaona kwamba inatikisika. Kwa hiyo nairejesha ile warp stabilizer. Hebu ni play kwanza. Mara nyingine tunapokimbia na maisha ya kila siku,